sababu hadi sasa hivi Yanga msimu huu amefungwa mechi 2 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mechi ya kwanza alifungwa dhidi ya Azam goli 1-0, goli alifunga Jibril Sila. Mechi ya pili ambayo ilikuwa ni mechi ya raundi ya 10 kwenye ligi kuu Tanzania bara alifungwa goli 3-1 na Tabora United ya moto kabisa, ikiongozwa na Francis Ofenchikora, Yakuba Sogne pamoja na Makambo Ebeneza, miongoni mwa washambuliaji hatari kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kwangu mimi ni mechi ngumu, haina urahisi. Cha pili, ugumu wa mechi hii, Yanga anaenda kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, sio sehemu salama sana, kwa sababu Tabora United wenyewe ni miongoni mwa timu ambayo ina ndoto ya kushika nafasi ya 4 kwenye ligi kuu Tanzania bara, na kama ambavyo unajua sheria au kanuni ya ligi yetu, unaposhika nafasi ya 4 unapata nafasi ya kucheza kwenye michuano ya shirikisho barani Afrika, michuano ambayo Simba Sports Club leo saa 1 anaenda kukiwasha dhidi ya Al Masry pale Misri. Kwa hiyo ni mechi ngumu, mechi ambayo unategemea mwalimu wa Yanga Amdi Mirudi atakuwa na nyakati kuu mbili. Nyakati ya kwanza kuhakikisha jinsi gani anaenda kudhibiti ubora wa Tabora United, na ubora wa Tabora United unaonekana upo kuanzia katikati kwenye eneo la midfield ambapo anacheza Said Kikazi pamoja na Munganga, miongoni mwa viungo bora kwenye eneo la double pivot. Kule mbele ndio sehemu hatari zaidi kwa Tabora United, ikiongozwa na Francis Ofenchikora ambaye msimu huu amecheza jumla dakika 1752 akifunga magoli 8 na kutoa assist 2. Ndio mchezaji ambaye anaongoza kwa kuwa na takwimu nzuri ndani ya kikosi cha Tabora United. Sasa kule golini wamemuongeza golikipa Jean Noel Amonome, Mgaboni huyu ambaye tokea amekuja kwenye kikosi cha Tabora United amecheza michezo 8, jumla dakika 720 akipata clean sheet 2. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona mwalimu Amdi Mirudi atazingatia kipengele hiko, lakini Tabora United wana madhaifu, na miongoni mwa madhaifu yao ni kuruhusu sana magoli. Safu yao ya ulinzi ikiongozwa na Kevin Pemba wamekuwa kiruhusu sana magoli. Msimu huu wameruhusu goli 29 kwenye nyavu zao. Sasa wanaenda kukutana na safu ya ushambuliaji hatari ikiongozwa na Prince Dube pamoja na Clement Mzize, ambao msimu huu Prince Dube amefunga goli 10 na kutoa assist 7. Ndio mchezaji wa Yanga mwenye takwimu nzuri na kubwa kuliko wachezaji wengine, akifuatiwa na Clement Mzize mwenye goli 10 na assist 3. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni mechi nzuri, ni mechi ambayo itaamuliwa zaidi kwenye makaratasi na kimbinu, na ni mechi ambayo itaamuliwa na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Sawa, unafikiri mwalimu atachagua kina nani ndio? Yaani kikosi kitakuwa cha namna gani cha Yanga? Cha Yanga cha Tabora. Tuanze na cha Yanga. Okay, the winning team never change. Hiyo ndio kauli ya walimu wengi duniani. Timu yote ya ushindi mara nyingi huwa haibadiliki. Nategemea kumuona golini Diara, miongoni mwa magolikipa bora msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Fullback namba 2 Israel Patrick Mwenda, usajili mpya ambao umeonekana kufit kwenye mifumo ya mwalimu Amdi Mirudi ambaye anamtumia kama beki namba 2. Fullback namba 3 Shaka Kiboka, miongoni mwa mabeki bora, beki ambaye anakupa link up nzuri pale ambapo anaenda kushambulia na pale ambapo timu inapokuwa inashambuliwa. Katikati as usual Ibrahim Baka pamoja na Dickson Jobu, miongoni mwa center back ambao wanaelewana sana, sio tu ndani ya kikosi cha Yanga, hata wakiitwa kwenye timu ya taifa. Eneo la katikati double pivot, ningependa kumuona Arid Aucho na Mdathri Yaya, miongoni mwa viungo ambao wanaelewana na washacheza kwa muda mrefu ndani ya kikosi cha Yanga. Arid Aucho kazi yake kubwa ni kuituliza timu na kupiga pasi nzuri ambazo zitakuwa zinasaidia kwenye kuvunja ukuta wa ulinzi wa Tabora United. Huko Mdathri Yaya yeye akicheza kama box to box midfield, pale ambapo hatari ipo unamkuta akifika kwenye maeneo husika. Watu watatu juu, Pacome Zouzoua, Stefano Kiazizi na Clement Mzize wakikaa nyuma ya Prince Dube, ambapo wanaonekana wana hatari sana hivi karibuni. Pacome Zouzoua msimu huu amecheza dakika 1324 akifunga goli 7 na kutoa assist 6. Ni kama tu Aziz Ki hapa msimu huu naye amefunga goli 7 na kutoa assist 6. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona wamekuwa na ubora wa hali ya juu, wamekuwa na daraja kubwa kiasi kwamba ni wachezaji ambao wanaweza kumchezesha Prince Dube, lakini sio kumchezesha tu Prince Dube. Kuna namna ambavyo mkikamatwa wanaweza kufunga magoli nje ya 18. Mfano Aziz Ki msimu huu amefunga goli nje ya 18. Clement Mzize amefunga goli nje ya 18. Pacome Zouzoua alifunga goli nje ya 18, tena alifunga goli kwenye mechi ngumu sana dhidi ya
Singida Black Stars kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara waliocheza pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo hicho ni kikosi cha Yanga ambacho kitaenda kuanza dhidi ya Tabora United.